Wenyewe wanasema ya kwamba kama utafanikiwa kulichukua kombe hili basi utakuwa umelingana na sisi katika idadi ya makombe ambayo tumeyachukua katika michuano hii ya Muungano Cup. Ndani ya wiki moja tunaenda kushuhudia mchezo bora kweli kweli, unaitwa Derby ya Kariakoo, Derby ya 4 kwa ubora hapa barani Afrika, lakini sijajua ni ngapi duniani kwa sababu kuna moja ya derby hiyo kali huwa inaitwa Boca Juniors pamoja na River Plate. Hii inapatikana mitaa ya Amerika Kusini kule, siku moja nitakuja nikusimulie. Lakini kuna neno ambalo amelizungumza afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Vipi? Anamaanisha vipi? Wanataka kulipa kisasi Simba au inakuaje? Wenyewe wanasema ya kwamba hauwezi kunifunga mara mbili. Hiyo ni kitu ambayo haiwezekani. Lazima uchague siku gani ambayo utashinda, siku gani ambayo utashindwa. Hii ni Data Sports ya Kika, no bla bla. Naitwa Florence Renatus, niko na ndugu yangu Aloyce Sagara. Tuko hapa kwa ajili ya taarifa nyingine nzuri sana ya kimichezo. Tutaanza na neno ambalo amelitoa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, anaitwa Ahmed Ally. Aliyoyazungumza yana make sense kwa sababu kuna moja jambo ambalo nao pia walifanywa juzi kati tu hapa katika michezo hii ya derby. Sasa wanataka kulipiza kisasi au inakuaje? Na je, Young Africans wanaweza wakalipokea? Maana hawa nao wamekuwa ni moja ya watu ambao sio warahisi kuweza kupokea jambo lako. Wanaweza hata wakaligomea na usiwafanye kitu yoyote. Wanasemaga hivyo watoto wa Arusha. Karibu ndani ya Data Sports. Naomba nikukumbushe bwana kuhusiana na mabati bora na ya kisasa kabisa ambayo kwa sasa hivi Watanzania wengi sana ndio ambayo wanayakimbilia, ambayo yanazalishwa na kampuni safi na ambayo imethibitishwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inazungumzia Bati Quality. Wanao mabati aina nyingi sana, yapo ambayo ni ya migongo mipana, migongo midogo, yenye matio ya chenga mfano wa kigae, yote yanapatikana kwao. Lakini kizuri kutoka Bati Quality ni kwamba hawatakupatia bati tu bila kukuuliza kuhusiana na nyumba ambayo unaijenga au hoteli unaijenga au chochote ambacho umekijenga, alafu watakwambia bati gani ambalo linafaa. Kingine kizuri kutoka kwao ni kwamba wanakupa bati ambalo linaendana na nyumba yako. Ndio misumari gani sasa inaendana na bati ambalo umelinunua, uende ukagongelee vizuri katika bati lako ili bati likae kwa muda mrefu. Lakini kingine kizuri kutoka kwao ni kwamba swala la usafiri waachie wao, ndio wanashughulikia, na mwisho warranty yake ni takribani miaka 10. Karibu ndani ya Bati Quality ambao watakupa mabati bora na ya kisasa kabisa. Maelezo hayo inawezekana hayajatosha, nitaendelea kukusimulia zaidi. Nambari zinazopita hapo chini ndizo ambazo utazitumia kuwasiliana na Bati Quality, lakini kama unaona unaweza ukatafuta sisi Data Sports mara kwa haraka zaidi kupitia nambari ambazo zipo katika dashboard yetu, na kisha tutakupa maelekezo zaidi kuhusiana na bidhaa zao, kwa sababu hata sisi baadhi ya wafanyakazi wetu wameshatumia bidhaa za Bati Quality. Karibu ndani ya Data Sports. Aloyce Sagara. Yes. Ni muda wiki nzima yes, ni kwa sijaonekana ndani ya Data Sports. Changamoto bwana za kiafya. Wanasema afya ndo mtaji wa kwanza. Yes. Uwe nao. Chochote unachotaka kukifanya duniani lazima uwe na afya. Exactly. Afya njema. Ni kishakosa afya njema tu basi hata ndoto unazotaka kuzitimia hatutaweza. Nimeona unajuza watu kuhusiana na mabati quality, yani mabati yenye ubora mkubwa, na hao ndio mabingwa bwana. Hizo kazi ndio za kwao. Kama kuna watu ambao wanafanya ujenzi kwa sasa, ni vyema, ni vizuri zaidi yes wakatumia mabati kutoka Bati Qualities, kwa sababu ubora wake ni ubora wa hali ya juu na ni ubora mkubwa kweli kweli. Kama kuna watu wanapavua basi namba za simu ziko hapo, wanaweza kupiga wakaweza kujipatia mabati kutoka Bati Quality. Nasikia kule nyumbani Mbagala kule watu wanakimbilia sana. Kule ndo mji, unajua mji kule sasa ndiko saizi uliko, ndiko unakoenda. Bwana, tumsikilize afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba wana Ahmed Ally, afu kisha tutakuja tuzungumze yale ambayo yanatupasa sisi kuyazungumza. Tutatangaza wala msio na wasiwasi. Ni kati ya 100,000 mzunguko kwa 500,000 VIP. Tuko hapo kwenye hiyo rate. Tuko kwenye hiyo rate hapo Simba Sports ba. Amna naye komolewa. Tunaangalia uwezekano wa 100,000 mzunguko na VIP 500,000. Utajua mwenyewe chuma au misumari, lakini ni kati ya 100,000 iwe sio kikubwa sana. Afu si ndo mwanzo wa mwezi tarehe 3 watu washapokea mishahara marupurupu. Mtaenjoy bwana. 100,000 100,000 mzunguko, VIP 500,000
Hii ndio unasikia Florence wanasema starehe gharama. Alikuwa na tabia za Green nani yule Jack Grealish yule wa Everton yule. Ningesema Ahmed Ally ameshatumia vitu vyake, sasa ndo nakuja kuzungumza. Sasa sina uhakika kama Ahmed Ally anatumia hivyo vitu. Eti laki moja. Inawezekana Simba wakafanya hicho wanacho. Inawezekana kama wanazungumza kimasiara, lakini wakiamua Simba kufanya hivyo inawezekana. Unajua ndio Ahmed tushamzoea ni mtu ambaye anapenda sana utani, anapenda masihara. Kitu ambacho tunapaswa kusubiri Florence, mimi na wewe pamoja na wadau wote na mashabiki wote wa soka ambao wanaisubiri hiyo dabi ya tarehe 3 mwezi wa 5 ambayo itachezwa pale Jenerali Meja Isamuhyo Mbweni, Dar es Salaam. Ni kusubiri sasa tunasema official report au official statement kutoka ndani ya klabu ya Simba ambayo itakuwa imeainisha viingilio kuelekea huo mchezo wao wa dabi ya Kariakoo. Ukimsikiliza Ahmed Ally unaweza usipigie mstari moja kwa moja kwamba anachokizungumza ndicho ambacho anakimaanisha, kama nilivyosema hapo awali ya kwamba Ahmed siku zote amekuwa ni mtu ambaye ni mtu anapenda utani. Sasa tusubiri tuone. Unajua imetokea Florence kwa sababu kama unakumbuka ilivyokuwa inaelekea Mzizima Dabi, Simba Azam dhidi ya Simba, mchezo ambao ulichezwa Azam Complex Azam uliweka kiingilio cha chini kabisa mzunguko 15,000. Baada ya pale VIP B ilikuwa 25,000 and then VIP A ilikuwa ni 30,000. Ahmed Ally alijitokeza mbele akazungumza akasema, jamani, watu wenye mamlaka ya soka kwa maana ya TFF kwa kushirikiana na bodi ya ligi ambao ndio wasimamizi na waendeshaji wa ligi yetu wazungumze, watoe jambo kutokana na hivi ingilio ambavyo vimewekwa. Kama vile wanamhukumu au wanamgandamiza zaidi shabiki ambaye anahitaji kuenjoy football. Watu wakasema kwamba mpira ni biashara kubwa, mpira ni starehe, tusidogoshe mambo. Walichokifanya Azam FC wako sahihi zaidi. Simba akasema okay fine, sisi wenyewe ipo siku hapa tutakuja tuweke mechi, tuweka hata 50,000 ndio kiingilio cha kawaida. Sasa huwezi kujua, pengine wanafanya hivyo kutokana na kile kitu ambacho tayari alishakianzisha Azam FC. Kama unavyofahamu hawa wakubwa wa Kariakoo kwa maana ya Simba na Yanga hawajawahi kushindwa kwenye majambo yao. Yako mengi yanayozungumzwa, kwanza kuanzia hata venue yenyewe ya mchezo ambayo inakwenda kutumika. Wapo ambao wanaona kama vile kuna thamani ya dabi imeshushwa, kuna dabi thamani ya dabi imeshushwa kidogo, imepunguzwa kutokana na venue. Yanazungumzwa mengi zaidi. Kwa hiyo hata hili la viingilio pia Florence inaweza ikawa hivyo alichokizungumza Ahmed Ally ndio mipango yao, kwamba kuja kuweka kiingilio cha chini kwa maana ya mzunguko kuwa shilingi 10,000, alafu VIP watu watatoa shilingi 500,000 ili kuitazama dabi ya Kariakoo. Ukitazama ule uwanja ni hawazidi mashabiki 10,000. Yes, na bado kuna sehemu ambayo haijakarabatiwa vizuri kwa maana eneo la jukwaa, sijui kama wameshafanyia marekebisho uwanja wa Meja. Bado Meja Jenerali Isamuhyo. Sasa ukiweka shilingi zaidi ya 10,000 mzunguko, sawa, it's okay, ni dabi ya Kariakoo, mtapata watu wangapi? 100,000 Florence. 100,000? Yeah, 100,000. Ya 100,000 mtu mmoja? Kwa maisha ya Mtanzania inawezekana? Florence, mimi na wewe tunaweza tukaketi hapa tukasema ni pesa kubwa, lakini tunatofautiana vipato. Kuna kundi ambalo sio kundi kubwa sana, wanaweza waka-afford yani kutoa 100,000 kuenjoy football, wachache sana. Yes, kama ninavyosema ni wachache sana. Mpira ni wa watu wote wanaopenda football. Mfano kama jana imepigwa Soweto Derby, Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Kaizer Chiefs na Orlando Pirates uwanja ulikuwa full. Na nadhani baada ile draw Mamelodi nadhani bakiza game chache wao tena bingwa kule. Yaani uwanja ulikuwa full. Yaani ukiachana na hiyo imepigwa mashemeji dabi jana. Gor Mahia na wale AFC Leopards. Uwanja ulikuwa full. Sio, unanielewa vizuri. Ukienda yani kwanza dabi yao imethaminishwa na eneo ambalo wameenda kucheza, Nyayo International Stadium. Yani uwanja ambao wameenda kucheza, kwanza tu sehemu ambao wameenda kucheza inathaminisha mchezo wenyewe, kitu cha kwanza tu kile, kabla ya kwenda kutazama yale majukwaa. Ukija kwenye majukwaa pamejaa. Hatuna doubt, mimi nilikuwa na sana nikamwambia mimi sina doubt na uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Ni moja uwanja mzuri, tena ni mkubwa, wengine kama wajui ni mkubwa kuliko Benjamin Mkapa. It is because tu Benjamin Mkapa iko bora kwenye swala la watu wanakokaa. Ile pitch pale ya kuchezea ni kubwa kuliko ile ni 120. Yes, 120. Benjamin 100. Inaizidi ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo sina shaka sana katika eneo la uchezaji pale. Unaweza ukacheza tu vizuri, lakini pia ukiangalia muda ambao wameweka ni muda wa saa 12. It means ile game inakuwa inaisha kwenye saa 2 kasoro. Labda kama Meja Jenerali Isamuhyo imefanywa marekebisho kwenye issue ya taa, lakini kama ndo hizi taa ambazo nilikuwa nasitazama kwenye baadhi ya matches, kuna sehemu kabisa unaona hapa ni giza, yani
I don't know, lakini tuachie hayo mambo mengine. Kikubwa sisi tukatazame nini ambacho watakuwa wametuandalia kwenye ule uwanja. Hili kija kwenye issue ya kiingilio, nadhani kinapaswa kuwa cha, labda wataweka cha juu kwa sababu ni uwanja unaopokea mashabiki wachache. Sio sababu Florence. Kwa mfano Chamazi ndio watu 4,000, wakaweka 15,000. Sasa tazama ndio range. Meja Jenerali Samuyo inachukua watu takriban 10,000 kama ulivyosema hapo awali kwamba watu 10,000. Azam Complex watu 4,000, lakini bado waliweka kiingilio cha shilingi 15,000. Sasa tazama range kati ya 15,000 hadi 100,000. Kuna range kubwa sana. Mimi nadhani shabiki tunapaswa kufika Florence mahali shabiki huyu tuanze kumthamini pia. Kuna watu ambao hizi dabi za Simba na Yanga kuanzia msimu jana wameshapoteza pesa zao tena nyingi, na hakuna compensation yoyote ambayo iliweza kufanyika kuweza kuwapatia fidia kwa kile ambacho waliweza kukipoteza. Kuna watu walitoka mikoani huko wakaja hapa siku 3-4 kuelekea dabi, alafu mwisho wa siku dabi yenyewe haikuchezwa. Hakuna taasisi kati ya hizo mbili au hata wenye shirikisho wenyewe ambao alifanya chochote kitu kumpooza huyu shabiki ambaye alipoteza kitu kikubwa na mwisho wa siku wa kupata huduma yenyewe. Sasa unapokuja kuweka kiingilio kama hiki, ndio uweze kumpangia, ni mwenyeji, ana haki ya kufanya vile, lakini hapa ndo tunapaswa kuiona nguvu ya watu wenye mamlaka kwa maana ya bodi ya ligi kwa kushirikiana na TFF. Waje waweke kabisa, nadhani kunapaswa kuwa na limit kwamba hii dabi ikikutana Simba na Yanga, no matter venue ni ipi, kiingilio kinapaswa kurange kuanzia hapa hadi hapa, ili yule shabiki wa soka ambaye hizi Simba na Yanga ni fahari kwao, tunasema huu ni urithi, ni utambulisho wa taifa, tunapaswa kuiuza hii dabi yetu. Dabi hizi kachezwa Florence, wamekaa watu 200 wanatazama. Itakuwa ni aibu. Kuna baadhi ya mechi za madaraja ya kati, mechi ya Simba na Coastal. Yes, yani kunakuwa hakuna hata tofauti hiyo. Sasa yote ukija kuangalia sababu ni kiingilio, kwamba kimekuwa cha juu zaidi, watu wengi hawajaweza kumudu hicho kiingilio kwenda kutazama mchezo. Tunapaswa pia kuiuza, yani tunaposema ligi yetu sisi nambari 6 nambari 5 kwa ubora barani Afrika, hata hao mashabiki ndio wameifikisha hapa ligi yetu, ukiacha hao wadau wengine mbalimbali ambao wametoa mchango mkubwa zaidi. Mashabiki pia wameplay part kubwa sana kuhakikisha ligi yetu inafika hapa ilipo. Kwa hatupaswi kuwadogosha kwa namna yoyote ile, na hatupaswi kuweka viingilio kwa ajili ya kuwakandamiza wao, kwa ajili ya kuwaumiza au kukomoana, yani ili kukomoa fulani ndio utaweka kumkomoa mtu fulani alinifanyia hivi. Lakini kumbuka saizi unacheza na timu nyingine ambaye yeye mlipokutana pengine alikuwekea fair interest fee, kwamba aliweka viingilio ambavyo ni rafiki zaidi, hata mashabiki wako walipata fursa ya kuingia kwenda kutazama kutoka kwenye madaraja yote ya kiuchumi. Goli sasa. Sasa hii itakuwa ni idadi ni watu wanapokea wachezaji wachache. Hata ukija kwenye issue ya venue, mashabiki wachache. Hata kwenye issue ya venue Florence, kuna wengine wanasema tena washukuru sana tumewaweka Dar es Salaam, kwa maana ya Meja Jenerali Samuyo, tulipaswa kuwapeleka Kigoma, Lake Tanganyika. Unaona tena wengine wanasema bwana tungeenda hata Rwanda. Sijui unanielewa, yani hiyo tu ni kwa sababu tayari kuna sides ambazo zinavutana kwamba wanaoneshana umwamba ni nani ambaye ana nguvu zaidi kumzidi mwingine. Sasa tunavyofanya hivi, mwisho wa siku tumfikirie shabiki pia ndo anakuja kuumia, ambaye leo ndio tutacheza Simba na Yanga kwa sababu ni mechi ambayo ina catch up attention, watu wengi wanataka kuifuatilia, watatoa hiyo 100,000 haitakuwa issue. Kesho utacheza Simba na Pamba Jiji, utaweka shilingi 3,000, mtu hatakuja. Sijui unanielewa. Kesho atacheza Yanga sijui na timu fulani atika kiingilio 4,000 5,000, mtu hatakwenda kwa sababu wewe unataka umtumie huyu mtu kimaslahi, kwamba wakati ambaye pia unaona kama unajua demand yake ni kubwa, anataka kutazama mchezo wa kama Dayo Dabe ya Kariakoo, mweka kiingilio kikubwa. Unapokutana na Coastal, sijui Simba Coastal, sijui Yanga Pamba Jiji, unashusha chini. Mtu pia anaweza kaacha akasema bwana huyu mtu ananikomesha, akiana mechi zake muhimu zaidi ambazo mimi pia natamani kwenda kushuhudia, anaweka kiwango kikubwa kwa na mimi pia leo siendi. Obviously utakuja kupata hasara, na unavyokumbuka Florence, kama unavyofahamu timu zetu hizi nyingi bado zinategemea sana gate collection kupata mapato, japo saizi issue ya jezi hii imekuja kusaidia na wa sponsors kwenye vilabu vyao, lakini issue ya gate collection hatuweze tukaiweka pembeni, ni miongoni mwa chanzo kikubwa cha mapato zaidi ambacho kinachangia zaidi kwenye vilabu vyetu. Bwana ni Aloisi Sagara huyo. Tukipita kuhusiana na kile ambacho amekizungumza afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally, kuna muda unajua huo wanasema kuna msemo mmoja wanasema jitahidi sana. Yani watu wakisha kuzoea kwa namna fulani, ndio
kuna muda hata ukiongea kitu serious watu wanaona kama unatania. Sisi ulishakutana hiyo situation nini? Kishajua kaga wewe ni mtu wa kutania tu. Hata siku ukiongea serious issue. Yaani wewe unampa mtu taarifa. Bwana kuna kitu fulani kimetokea, mtu anaona kama vile unafanya masiara. Unafanya masiara. Kwa hiyo utakiwa kuwa hivyo yani, mtu wa aina moja. Yaani kuna mtu anaamini jamaa akiongea kwenye sura kama hii hapa anamaanisha sasa. Ahmed anaweza akaongea hivi tukaona kama anatania, kumbe ndo anamaanisha. Yani unakuja anasema mbona niliwaambia mapema bwana huyu issue ni hivi na hivi na hivi. Lakini yani mimi watu wanaosema dabi inapoteza mvuto, mfano unawauliza watu kwenye engo ipi dabi inapoteza mvuto, labda maandalizi kuelekea dabi ndio yamepungua. Tofauti na zamani, yani ilikuwa hadi mtoto mdogo hivi anajua Simba na Yanga anacheza siku fulani. Sasa hivi teknolojia ni kubwa, lakini still mtu anaweza kaa na siku 2-3 na anajua kesho Simba na Young Africans ndo wanacheza. Yani mtu ana taarifa. Nilikuwa namwambia sana, nikamwambia ukitazama wenzetu Kaizer Chiefs na Orlando Pirates kuelekea dabi, vingilio vinatajwa wiki 2 kuelekea dabi na haimalizi wiki, vingilio vyote vimeisha. Hata game yenyewe Kaizer Chiefs amefungwa, sijui nani amefungwa hapa katikati, lakini still watu wananunua tiketi waende wakaitazame dabi. Yani bado huku nje kunakuwa na vitu vingi vinakuwa vinazungumzwa sana kuelekea dabi. Lakini kwa hapa kwetu kwa miaka ya tuseme kuanzia msimu huu imekuwa ni tofauti sana. Ile ukifika pale uwanjani, kwa maana ile ya uchezaji sasa haijapoteza mvuto. Bado competition yake iko superb sana. Ila tu huku nje namna ambavyo watu wanajiandaa kwenda kuitazama Simba na Young Africans, nini yale maandalizi, watu waliopo kwenye taasisi ambao ndio una expect kuwaona wanatengeneza some issues ambazo zinatengeneza ile attraction ya watu kuelekea mchezo, ndicho ambacho kimepungua. Imebaki tu yale majungu, kutupiana maneno, si nini. Sawa. Unaweza ukasema kwa kumalizia dabi mbili ndani ya wiki moja. Ni ngumu mmoja kushinda mechi zote mbili. Inaweza ikatokea mtu akakupiga kote. Yani akaanza na finali ya tarehe 29 Mapinduzi na Muungano Cup, mtu akashinda kule, akaja tarehe 3 pia akashinda. Kuna mtu mmoja nilikuwa napiga naye story. Ni shabiki wa Yanga. Alikuwa anahofia kwamba Simba pengine angeweza kujitoa, akakubali kuondolewa na Mlandege ili tu asikutane na Yanga kwenye finali ya Kombe la Mapinduzi la Muungano Cup, akaja kumsubiri kwenye ligi tarehe 3. Mimi nikamwambia mimi napenda sana kumuona Simba akifanya vizuri mbele ya Mlandege na kwenda finali akutane na Yanga. Faida itakuwa moja. Cha kwanza, faida kubwa ambayo nilikuwa naitazama ni kwamba psychologically, let's say Simba asingekwenda finali alafu akasubiri tu ile mechi ya tarehe 3 akaja kucheza na Yanga, let's say akapata matokeo ambayo sio mazuri, ungekuwa ni muendelezo wa Simba kutokufanya vizuri mbele ya Yanga, ameshindwa kuvunja ule utawala wake. Lakini chukulia kwa mfano tarehe 29 kwa mfano Simba akapata matokeo mazuri, kutakuwa kuna positive energy kwa upande wa Simba kwamba huyu tumemfunga finali na tumechukua na kombe pia. Tumekwenda wote visiwani Zanzibar, lakini mimi narudi bara nikiwa na kitu chochote mkononi kwangu. Kwa hata ile mindset za wachezaji psychologically wise wote watakuwa wako juu zaidi kuliko hata pengine Yanga. Kwa wanapoendea mchezo wa tarehe 3 inaweza ikawa pia ni starting point nzuri zaidi ya kwenda kupata alama 3 zingine kwenye mchezo wa ligi. Kwa nilikuwa natarajia au nilikuwa natamani sana kuona kitu ambacho kimetokea. Baada ya dakika 90 kutamatika, Simba anashinda goli 3, nilienjoy by the way. Nilienjoy. Nikaweza kumkumbusha hata yule jamaa ambaye alikuwa anajadiliana naye asubuhi kwamba bwana kitu kimetokea, tusubiri tuone itakuwaje. Kwa sababu ujue Simba amekuwa dominated sana na Yanga kwa miaka 4 kwa 2024. Yes, miaka 4 mpaka sasa. 2026. Yes, amekuwa dominated sana kwenye mashindano mbalimbali ambayo anayacheza hapa ndani. Kwa Simba anahitaji kuvunja mwiko huo. Anauvunja vipi? Uwezo kuvunja kwenye michezo miwili ya ligi. Mnapaswa kukutana mara nyingi zaidi ili nao kaonyeshe urejeo wako kwamba mimi tayari nimerudi, nilikuwa nimedrop, nilikuwa nimedondoka, sasa hizi naanza kurise, ninarudi pale ambapo nastahili kuwepo. Mpaka sasa ukiacha ile ngao ya jamii wamekutana kwenye ligi, wanakutana tarehe 29 finali kombe la Muungano, wanakutana tarehe 3 mchezo wa ligi. Na hatuwezi kufahamu pengine hata kwenye kombe la CRDB Federation Cup wanaweza kukutana tena finali kule mbele ya Safari. Kwa unaweza jikuta ndani ya msimu mmoja wamecheza mara 4. Sasa hizo mara 4 let's say ile ya kwanza ilishapita kwenye ligi 0-0. Simba akapata matokeo mazuri zaidi kwa upande wake kwenye hiyo michezo mitatu. Mpaka hapo kutoka kuna story mpya ambayo tayari inaanza kuzungumzwa kwamba yule Yanga ambaye alikuwa anamdominate Simba zaidi saa hizi sio hivyo tena, kwa sababu msimu jana wamekutana mara 4 kwenye mashindano matatu tofauti kwenye ligi, let's say CRDB na Muungano.
kuna testi tofauti ambazo zilikuwepo. Simba amefanya vizuri zaidi kuliko Yanga, although Yanga ndo hata ukitazama kwenye rekodi kwenye ligi yeye ndo ana more decorative team, yani yeye ndo decorated zaidi kuliko wengine. Ukija hata kwenye michuano ya muungano hii, Yanga ndo bingwa ambaye amechukua mara nyingi zaidi na ndo bingwa mtetezi, kachukua mara 7, Simba kachukua mara 6, anafuatia Maji ya Songea kachukua mara 3, wanafuatia Malindi mara 1 au mara 2, KMK mara 1, African Sports mara 1, Tanzania Prisons mara 1. Kwa unamuona Yanga pia bado amedominate kule pia. Sasa Simba ili kukomesha utawala kwa Yanga wanapaswa kuanza saizi, na ukitazama hata kikosi chao pia kinasadifu yaliomo, matokeo wanayoyapata. Hata ukitazama safari ya Simba alipoanza ameshinda ilikuwa ni 1-0, kaja kashinda 3, Yanga pia ukitazama ameshinda 4-0, kaja kashinda 2-1, tena kamtoa yes kamtoa opponent mgumu zaidi ambaye ni Azam FC. Kwa unaona finali itakuwa nzuri zaidi, ila ni mwanzo wa Simba kuanza kujipambanua mbele ya Yanga, kukomesha utawala ambao Yanga tayari alikuwa ameanza kuutengeneza au ameshautengeneza kati yake yeye na Simba. Unajua kizuri Simba na Young Africans wanaenda kukutana katika moment ambayo kila mtu anawazungumza kwa ubora. Yes, yani hakuna mmoja ambaye anaonekana yuko ambaye ni mpendelewa tuseme. Yani wanakutana katika moment ambayo unajua kipindi kile wanakutana ile first round Simba na Young Africans walivyokutana, kipindi wanaenda kukutana Yanga ndo alikuwa mpendelewa zaidi. Yani ndo anazungumzwa zaidi. Tunasema yes, favorite, good. Favorite. Yani favorite wa dabi ni nani? Ni Yanga. Kutokana na recent performance yake. Na pamoja na Simba. Simba hapa kwa ametoka kudraw na Dodoma Jiji. Yanga ametoka kushinda nadhani kwa sijui chuma 5, sijui ngapi. Alafu wakawa wanaenda kukutana. Kwa favorite wa dabi alikuwa ni Yanga. Sasa wanaenda kukutana wakati ambao wote wapo katika level moja ya kuzungumzwa kuhusiana na ubora wao. Vitu viwili tu mimi ambavyo naamini, yani vitamsaidia mmoja kushinda mechi zote mbili kama ataamua. Kama itawezekana. Au mmoja ashinde hii, nyingine apate sare, au hii ashinde, nyingine apoteze, whatever it is. Lakini ambaye atakuwa bora kwenye hizi mechi mbili, sababu wanakutana mara 2 mfululizo. Ni game plan nzuri, game management nzuri. Yani vitu viwili tu. Yani game plan nzuri, game management nzuri. Ukimtazama kocha Pedro Gonçalves na Steve Barker wa Simba, yupi mzuri kwenye hizo criteria mbili? Game management na game plan. Steven Barker ni hatari sana kwenye game management. Kwa hiyo Simba ni favorites. Shukrani sana wewe ambao ulikuwa pamoja na sisi. Naitwa Florence Natus, nimevaa jezi yangu hii. Sio jezi, ni shati ya njano. Usinitafsiri tofauti bwana. Mimi ni shabiki kindaki wa Arsenal, niko na ndugu yangu hapa Aloizi Sagara mara baada ya kupata kidogo afya kusheki. Hatimaye amerudi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu uwepo wake. Tuendelee kupambana hapa ndani ya Dallas Sports. Popote pale ulipo tunakushukuru sana, na tukwambie kwa taarifa nyingine nyingi zaidi za kimichezo tunaendelea kuzitoa hapa. Nyuma ya kamera alikuwepo Alpha, yupo na mtu mwingine leo atatuambia baadaye ni nani, ila tunamshukuru sana Alpha na jezi yake ya Tottenham ambayo inaendelea kushuka daraja, ambayo yuko tayari kushuka daraja. Asante sana na wewe ambaye umeendelea kuwa pamoja na sisi. Bye bye.